kwa haki ya kupata taarifa, na nyinyi mnatusaidia sana kufikisha taarifa hizo kwa wananchi. Lakini pia nichukue fursa hii kwa sababu nimepata nafasi ya kuzungumza na waandishi. Binafsi nitoe salamu zangu za pongezi kwa wana ACT wote Tanzania kwa kufikisha kwa chama hichi cha ACT Wazalendo leo kufikisha miaka 11 tangu kuanzishwa kwake. Yote mnafahamu kwamba tarehe 5 Mei na leo Dar es Salaam pale kuna shughuli ya kitaifa inaendelea ikiongozwa na kiongozi wa chama na viongozi wengine katika kuadhimisha miaka 11 ya ACT Wazalendo. Ukienda kwenye tafiti mbalimbali zinazofanywa, ukiuliza kuhusu ACT Wazalendo, utaambiwa ndio chama kichanga kwa Tanzania kwa registration, lakini ndio kinachokuwa kwa kasi zaidi kuliko vyama vingi. Kwa hiyo miaka 11 hii imeakisi ukuaji wetu, na nyinyi wote mnafahamu katika landscape ya siasa hapa Tanzania huwezi kuzungumza bila shaka vyama vitatu vya upinzani au vyama vitatu vya siasa bila ya kuzungumza chama cha ACT Wazalendo. Ndugu waandishi, niende moja kwa moja kwenye maudhui ya mkutano wetu huu na nyinyi leo. Ndugu waandishi, nimewaita, nafikiri sihitaji kujitambulisha, nyote mnanifahamu. Mimi naitwa, lakini tuko wale ambao pengine ndio mara ya kwanza kufika hapa Vuga. Mimi naitwa Omar Said Shabani, ni mwanasheria mkuu wa ACT Wazalendo. Madhumuni makubwa ya kuwaita leo hapa wanahabari na Watanzania ni kuwaeleza nyinyi wanahabari na Watanzania kwa ujumla wake juu ya msimamo na hatua za ACT Wazalendo kwenye kauli ya mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi ndugu Idrisa Kitwana Mustafa ya kuwataka watumishi wa umma chini ya ofisi yake na viongozi wanaoishi mkoa wa Mjini Magharibi kumpatia vitambulisho vya mpiga kura. Chama cha ACT Wazalendo kimefadhaishwa sana na kauli hii ya aibu kabisa, na tunailaani kwa lugha ngumu na kali na kukemea nia ovu ya kuwatia hofu watumishi na viongozi katika mkoa wa Mjini Magharibi. Ndugu waandishi, nyinyi najua nyote au wengi wenu mlikuwepo. At least I can confirm kakangu Faruk Karimu alikuwepo. Mama ambaye ndio raia wa kwanza aloitikia wito wa mkuu wa mkoa. Nafikiri leo baada ya kumaliza pengine kakangu Faruk atajutia kitendo chake. Nimefadhaishwa na mtakumbuka tarehe 28 Aprili mkuu wa mkoa wakati anazungumza na nyinyi waandishi wa habari alitoa kauli za kuwataka watumishi walio chini ya ofisi ya mkuu wa mkoa na viongozi wa umma wanaoishi ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi wafike kwake na kumuonyesha vitambulisho vyao kwa lengo la alichokiita eti kujiridhisha kama wamejiandikisha kupiga kura. Mheshimiwa waandishi wa habari, kauli hii ya mkuu wa mkoa ni jinai, ni ukosefu wa maadili wa kiongozi wa umma, ni mhemko wa kisiasa, na kwa ufupi tunaweza kuliita zoezi analotaka kulifanya ni zoezi la kuhamasisha uhalifu, na nitaeleza. Kauli hii, ndugu waandishi wa habari, kwa uchambuzi wa haraka niliofanya, inavunja sheria 5 za nchi hii. Inavunja sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, yani Personal Data Protection Act ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya maadili ya viongozi wa umma, na inavunja sheria ya utumishi wa umma. Lakini mbali ya hivyo inavunja pia katiba yetu ya Zanzibar ya mwaka 84. Sasa nitaeleza
kwa kiasi gani sheria hizi zinavunjwa. Sababu nimekaa hapa kama mwanasheria mkuu, lazima niwaeleze katika engo ya sheria. Wengine watamwambia kwa lugha nyingine anazozifahamu, nitamueleza kwa lugha ya sheria. Waandishi wa habari, kwa nini nasema uvunjaji wa sheria za uchaguzi, hasa sheria ya uchaguzi ya Zanzibar? Kifungu cha 118 G, tafasili ya G, kifungu cha 118 cha sheria ya uchaguzi ya Zanzibar inaeleza kwamba ni makosa mtu yoyote kuuza, kununua, na hapa ninapotaka kusema ndio mpa bold na kuunderline, kuuza, kununua au kumpatia, naelewana vizuri au kumpatia kitambulisho cha kupiga kura mtu ambaye hahusiki. Ni makosa. Na inaposema ni makosa kwa mujibu wa sheria ile, kwa sababu ukisoma kile kifungu chini kinasema mtu huyu atakapopatikana na hatia atalipa faini kuanzia shilingi 300,000 mpaka 3,000,000, au kifungo cha miezi mitatu mpaka miezi 6. Maana yake ni jinai kumpatia mtu kitambulisho chako ambaye hahusiki. Sasa kwa nini tunasema Kitwana hahusiki? Kwa sababu mkuu wa mkoa hayupo kwenye chain ya wahusika katika zoezi lolote linalohusiana na vitambulisho vya mpiga kura. Si afisa wa tume, si wakala, si mtu yoyote kwenye tume. Sasa hahusiki kwa tafsiri hii. Na ndio maana sheria inasema hahusiki. Kwa sababu ukienda kwenye kupiga kura, nimeona anatoa huo mfano kwamba si wakienda kupiga kura si utakutana na mawakala wanataka kuonyesha kama umeandikishwa. Ndio, sababu wale wanahusika kwenye zoezi la kura, wako kwenye chain ya kura. Ukienda kituoni utamuonyesha wakala, utamuonyesha afisa wa tume, si ndio? Yeye mkuu wa mkoa hahusiki. Kwa mujibu wa sheria ni kosa la jinai. Kwa hiyo Sheikh Faruki, hapa tukisema tukuripoti kwa kumpatia mkuu wa mkoa kitambulisho chako, tunaweza tukawaambia polisi waanze uchunguzi. Ndio maana nikasema ni zoezi la kuhamasisha nini? Uhalifu. Sababu sheria imetamka kwamba hilo ni kosa kisheria. Lakini jingine, kuwataka viongozi au watumishi wa umma wenye kuishi kwenye mkoa wake kumpatia vitambulisho kwa lengo la kujiridhisha, eti kujiridhisha kuwa wamejiandikisha, ni kuwashajihisha watende kosa la jinai. Kama nilivyosema, kwa sababu sheria inapiga marufuku kumpatia mtu asiyehusika. Maana yake anawa encourage wakafanye kosa la jinai. Na adhabu yake kama nilivyosema inaweza kwa mujibu wa sheria kuwa ni baina ya shilingi 300,000 hadi 3,000,000, na kifungo cha miezi 3 au yote viwili. Kwa hiyo hiyo ni katika engo ya sheria ya tume ya uchaguzi au sheria ya uchaguzi yenyewe. Kwa nini tunasema amevunja sheria? Sasa nataka kueleza katika engo nyingine ya kisheria kwa nini kitendo alichokifanya mkuu wa mkoa au zoezi analotaka kulifanya mkuu wa mkoa ni la kihalifu, ni jinai. Ndugu waandishi, katika nchi hii tuna sheria inayoitwa Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, sura ya 44 ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa Kiingereza inaitwa The Personal Data Protection Act, Cap 44. Sheria hii ni ya mwaka 2023 na imeanzisha kamisheni ya ulinzi wa taarifa binafsi. Inatokana hasa msingi wake sheria hii na jukumu la katiba. Na nimesema pale nitagusia katiba. Katiba inahakikisha haki za raia. Moja kati ya haki zinazozungumzwa kwenye katiba ni haki ya kulinda faragha ya mtu, au sivyo? Sasa kitambulisho kina details, kina data zako ambazo ni faragha yako. Na ndio maana imetungwa sheria.
Sasa kwa nini nainasibisha sheria hii? Kwa sababu mkuu wa mkoa katika wito wake hakusema tu vitambulisho vya ZEC. Sheria hii ni ya Jamhuri ya Muungano, na ukisoma ile sheria inasema ita apply Zanzibar na Jamhuri ya Muungano kote na bara, isipokuwa kwa mambo ya muungano. Sasa kwa sababu katika press yake, na nitaeleza mbele hapo, amempigia debe Rais Samia Suluhu Hassan kwamba haamini kama wewe ni mtumishi, ni mteule wa rais, alafu uache kumpigia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar. Si ndio maana yake? Maana yake anawashajiisha hata wale waliojiandikisha kupitia INEC. Sasa sheria hii kama nilivyosema ni ya Jamhuri ya Muungano na inatumika Zanzibar pia kwa mambo ya muungano. Kamisheni hii inayo tayari ofisi yake hapa Zanzibar, nafikiri baadhi yenu inaweza kuwa mnajua ipo. Kwa hiyo ni sheria ambayo inatumika hapa Zanzibar. Sasa kwa nini sheria hii nasema imevunjwa? Kwa nini nasema sheria hii imevunjwa? Au wito huu wake anaotaka kuufanya, na tayari ameshalianza hilo zoezi, ameanza na watu wawili pale. Sijui Faruki mlikuwa na nani mwingine, lakini at least watu wawili wameanza pale. Na nasema kwa sababu zoezi ile la kihalifu ameshaanza kulifanya. Ni kwa sababu vitambulisho vilivyotumika kupelekwa, vilivyotakiwa kupelekwa vinahusisha pia vitambulisho vinavyotolewa na INEC kama nilivyosema. Lakini sheria hii, na hapa ndio nataka waandishi mpashike sana, sheria hii inatambua taarifa zote zinazokusanywa kwa njia ya biometric, alama za vidole, kwa mujibu wa sheria ile. Sababu taarifa zile zimegawanyika. Kuna personal data, alafu kuna sensitive personal data. Taarifa zote au data zote zilizokusanywa kwa njia ya biometric, yani hizo zinaitwa sensitive data, sensitive personal data. Na kitambulisho cha mpiga kura sote tunafahamu data zake zinakusanywa kwa biometric, si ndio? Kwa nini imedeclare kwamba hizi ni personal sensitive au sensitive personal data? Ni nyeti, na nitaeleza. Sheria inapiga marufuku pia, sheria hii ya nilisema ya ulinzi wa taarifa, ulinzi binafsi, inapiga marufuku kwa mtu ambaye hajasajiliwa kama mdhibiti wa taarifa, yani data controller. Sheria hii ukiisoma inasajili watu ili wewe ucheze na data za watu, ucheze na vitambulisho vya watu. Sababu siku hizi kumejitokeza huo mtindo, watu wanaagiza tu vitambulisho siwi nini vyenye taarifa. Taarifa is tools, ndio mnajua yote kwamba taarifa ni tools, sio? Kisha kwa mtu na taarifa zako ni hatari. Sheria hii imepiga marufuku kwa mtu yoyote kuchukua taarifa. Na anaweza kuchukua taarifa sio kukuuliza maswali. Yaani anapochukua kitambulisho chako maana yake amechukua taarifa zako. Inapiga marufuku kwa mtu ambaye hajasajiliwa. Sheria haya mabenki yote haya, mabenki, mataasisi mengine ambapo tunapeleka vitambulisho, sheria hii imewataka wende wakajisajili kama data controller na wengine ni data processor. Kwa hiyo watoa huduma wengi tu katika taasisi za umma na binafsi ambao katika shughuli zao za kawaida wanacheza na vitambulisho vya watu, ukienda kule kwenye kamisheni hii wamesajiliwa kama data controller au data processor, yani wachakata taarifa. Hawezi hata mahospitali si tunapeleka taarifa zetu, si wanapima, si ndio? Wanatupima, wanajua damu zetu, au sio? Wote hawa kwa mujibu wa sheria hii ya data protection wamesajiliwa kama data controller na data processor, na wana utaratibu wao wa namna wanavyoweza kuhifadhi taarifa za watu. Na ndio maana ni kosa kubwa sana unapozitumia vibaya taarifa za watu ulizokusanya kwa mujibu wa sheria, mamlaka ya sheria uliokuwa nayo. Sasa kama nilivyosema, kifungu cha 14(1) cha sheria hii kimepiga marufuku mtu yoyote ambaye sio data controller wala sio data processor kuchukua taarifa binafsi kwa njia yoyote ile. Sasa taarifa binafsi kama nilivyosema, ukimpa mtu kitambulisho chako maana yake umemkabidhi taarifa binafsi. Na mkuu wa mkoa hayupo, sio certified kama data controller, na hasa tena taarifa zenyewe za kiuchaguzi ni hatari zaidi.
Tumefahamiana vizuri hapo eh? Sasa la kutia hofu zaidi, kuwa mkoa katika mazungumzo yake na nyinyi amejinasibu kuwa yeye ni mtaalamu wa IT, akatumia hiyo lugha, tena sio wale wa vichochoroni wa ngazi ya chuo kikuu, au sivyo? Si ndivyo jamani? Au unasema uongo? Simsingizii. Maana nilitaka nianze tena kwa kuplay ile clip yake. Amejinasibu. Sasa huyu ni hatari zaidi. Yaani riski ni kubwa zaidi kumpa mtu kama huyu. Na katika kujinasibu kwake amesema yeye akikishika tu kwa mkono anajua kama ni fake au original, si ndio? Sasa huyu ni hatari. Hujui akikishika ana extract vipi data zako. Ametuambia yeye mwenyewe kwamba kwenye eneo hilo yeye si layman. Simsingizii, sitii maneno mdomoni mwake. Sasa huyu ni hatari kumpa kitambulisho chako. Na nawaambia watumishi wa umma wote wasije wakafanya huo mchezo. Viongozi wote wasije wakafanya huo mchezo. Ni hatari. Tunaelewana vizuri eh? Nasema hivyo kwamba huyo ndo hatari zaidi kumpa kitambulisho chako. Riski ni kubwa ya kuibiwa taarifa zako. Na hasa taarifa zenyewe ni biometric. Riski yake ni nini? Kama alisema yeye ni mtaalamu. Madhara ya kuibiwa taarifa zako ni makubwa sana, ndugu zangu waandishi na ndugu wananchi. Maana unaweza kuingizwa kwenye matendo ya kihalifu. Si mtu ana data zako? Unaweza ukaambiwa kuna mahali ulikuwepo, taarifa zinaonyesha ulikuwepo. Unaweza ukaambiwa kuna mahali uliiba, mtu anaweza kuaccess account zako za benki. Si ameaccess taarifa zako zilizochukuliwa kwa fingerprint. Ndio maana nikatangulia kusema pale mwanzo. Zoezi analotaka kuliendesha ni zoezi la kihalifu. Na hili sipunguzi maneno. Ni zoezi la kihalifu. Madhara ni makubwa, kama nilivyosema, anaweza kuaccess account zako bila mwenyewe kujua. Na ndio maana tunayo sheria hii inayodhibiti taarifa binafsi, inayoweka utaratibu wa namna ya kuzuia access ya taarifa za mtu na namna zinavyolindwa. Lindeni, ficheni ID zenu. Msipeleke kwa mkuu wa mkoa. Na hili ni zoezi la sifa tu kama mwenyewe alivyosema, na mimi nitaeleza hapa. Mbona wakuu wa mikoa wengine hawafanyi? Sasa tunasema hii leo ili wengine kama wamejipanga waache kuendesha mazoezi ya kihalifu. Sasa nimesema sheria 5 zimevunjwa. Nishazieleza sheria 3. Zoezi hili limevunja pia sheria ya maadili ya viongozi wao. Kauli zake zile zinavunja maadili ya kiongozi wao. Kwa nini nasema hivyo? Sheria imeweka misingi ya maadili kwa kiongozi wa umma, mkuu wa mkoa akiwa ni sehemu ya viongozi wa umma, kwa mujibu wa jedwali la sheria ile, si ndio? Imeweka misingi ya namna ambavyo wao wanatakiwa nini cha kusema, wapi cha kusema, na moja kati ya ukisoma sheria ya maadili ya viongozi wa umma inazungumzia kitu kinaitwa moral ethics. Sio Kiswahili chake ni nini? Mkitoka hapa mtatafuta. Moral ethics. Sasa kwenye sheria ile inazungumza moral ethics na kuwa yakitendwa na kiongozi wa umma itakuwa ni kuvunja maadili ya kiuongozi kwa kuongea mambo yasiyokuwa na maana. Moja kati ya moral ethics zinazotajwa kwenye sheria ile ni kuongea mambo yasiyokuwa na maana. Neno la Kiingereza lilotumika kwenye lile ni talking nonsense. Ukizungumza ujinga. Talking nonsense ni moja kati ya moral ethics ambayo kiongozi wa umma hatakiwi kuzungumza. Sisi tunatafsiri kwa vigezo vyovyote vile kauli ya RC is talking of nonsense. Ukichukua kauli zake alizozizungumza, na nitasema hapa, kwa kila sphere, kwa kila aspect, kwa kila angle, is a talking of nonsense. Na nasema hivi, ukisikiliza yale mazungumzo ya RC, kuna wakati anasema, na naomba kunukuu in verbatim, anasema anayaagiza na kuyasema haya kuhusu agizo lake
Na anasema anajua kwamba watu watasema anataka sifa, na akasema kwenye hili nataka sifa kweli kweli. Kasema hajasema? Sasa kiongozi hufanyi jambo kwa sifa. Ndio maana anasema ni ujinga, ni talking of nonsense. Kama unafanya zoezi kwa sifa, sio kwa nia fulani. Maana la kujiuliza. Na nyinyi waandishi leo nina maneno yenu hapa. Sijui kwa nini huwa hamuulizi maswali au hakupeni nafasi ya kuuliza maswali. Haiwezekani. Mbona tulitarajia kuna kila siku kilio katika nchi hii, watu hawana vitambulisho vya Mzanzibari, au sivyo? Kama anataka kuachieve wananchi wa mkoa huu wawe registered, kwani vitambulisho vya kura si vinaanza na vitambulisho vya Mzanzibari? Mbona hawasaidii na kila siku kuna wananchi wa mkoa huu wanalia hawana vitambulisho vya Mzanzibari? Halikuwa na nia njema, lilikuwa na nia ovu ile kauli, na kama nilivyosema awali. Na amesema kwamba kuyasema kuhusu agizo lake ni kwa kutaka sifa. Ni wazi utoaji wa maagizo yale haujaongozwa na dhamira njema au kufikia malengo yake ya kiutendaji, bali ni sifa, tena sifa zenyewe za kijinga. Ndio hiyo talking of nonsense. Ni sifa za kijinga. Kwani mkoa huu tu ndio una shida ya wapiga kura? Mbona wakuu wa mikoa wengine hawajafanya hizo? Mbona halijatoka wito huo kwa nchi nzima? Tunaelewana vizuri eh? Ndani ya statement yake kuna ujinga mwingi sana. Na nyinyi waandishi mnajua. Ni uteme baadhi ya ujinga uliokuwa kwenye statement yake. Anaposema kwamba ukifika mbinguni utaulizwa na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kama ulijiandikisha kupiga kura. Hakusema? Hamutafsiri, hamweki kwenye mizania ya nonsense kwenye hilo. It's a nonsense. Ndio maana anasema inavunja sheria ya maadili ya viongozi wa umma kwa kutalk nonsense. Midhambi yote wanaofanya watu hapa duniani Mungu akauliza kama umejiandikisha. Yani seriously? Na wizi wa kura je? Mungu hata wauliza. Na wanaozuia watu wasijiandikishe, Mungu hata wauliza. It's a nonsense. It's a nonsense and it's a violation of moral ethics za kiongozi wa umma. Tumefahamiana vizuri eh? Sasa nimesema sheria nyingine ni mtumishi wa umma. Na hii inaiunganisha na sheria hii ya viongozi wa maadili. Ya maadili ya viongozi wa umma. Sheria ya utumishi. Na sheria ya utumishi ziko mbili, ndugu waandishi. Kuna sheria ya utumishi ya namba 2 ya mwaka 2011, sheria mama ile. Alafu kuna sheria namba 3 ya mwaka 2003, ni sheria ya utumishi wa umma kujihusisha na siasa. Tunaelewana vizuri eh? Sheria inaweka misingi namna gani watumishi wa umma wanaweza kujiingiza na siasa. Sasa ile siku ile tarehe 28, huyu rafiki yangu, ndugu yangu, kakaangu Kitwana alivaa koti la mtumishi wa umma kama mkuu wa mkoa, kataka kuaminisha watu kwamba anafanya hivyo kama mkuu wa mkoa. Lakini in fact, in real sense, alitumia ofisi ya umma, resources za umma kufanya kazi ya siasa. Au sivyo? Alitumia ofisi ya umma, akatumia cheo cha umma kufanya kazi ya siasa. Na nitasema kwa nini. Na hasa kukipigia debe Chama cha Mapinduzi na wagombea wake. Na nasema, alisema mkuu wa mkoa kwamba atawashangaa viongozi wa umma au watumishi wa umma ambao wamejiandikisha au hawajajiandikisha na wanakosa nafasi ya kumchagua tena Dr. Hussein pamoja na Mama Samia au Rais Samia. Kasema hajasema? Kwa walioyafanya bla 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 bla, au sivyo? Sasa ndugu zangu, mimi nataka nimwambie tu rafiki yangu Idrisa, Dr. Mwinyi
na Dr. Samia wanapokwenda kwenye uchaguzi wanakuwa ni wagombea wa vyama vyao, sio maraisi. Sio, tunaelewana vizuri? Wanapokwenda kwenye uchaguzi wanakuwa wagombea wa vyama vyao kama wagombea wengine. Hakuna mgombea rais na mgombea uraisi. Sijui kama mnanielewa maneno hayo mawili. Hakuna mgombea rais na mgombea uraisi. Wote ni wagombea uraisi. Sasa manake ingelikuwa hivyo, kama huo ndo utaratibu, ukiwa kiongozi, ukiwa mteule wa rais, maki ndo alosema, au sio? Haiwezekani uteuliwe alafu ache kumpigia. Mimi ni mteule wa rais, nilosimama hapa. Na kwenda kwenye uchaguzi na mgombea wangu ni Othman Masoud Othman. Kuna siri kwenye hilo. Aloniteua anajua kwamba mgombea wangu ni Othman Masoud Othman. Na chama changu ni ACT Wazalendo. Na kura yangu si siri nitakapoipeleka. Sasa unapoona nonsense hizi zinazungumzwa unapata ukakasi kidogo. Kwa hiyo ni watoe hofu, namalizia, ni watoe hofu watumishi na viongozi wote kwamba hamlazimiki kupeleka kitambulisho kwa RC. Hamlazimiki kumpigia kura Dr. Hussein Mwinyi au Dr. Samia Suluhu Hassan hata kama amekuteua. Maana katiba inakupa uhuru na haki hiyo ya kuchagua unaye mtaka. Ingekuwa kuwa mteule wa rais au mtumishi wa umma ni kigezo cha kumteua rais aliyopo madarakani, basi serikali ingeshusha waraka tu na kutoa maelekezo, au sivyo? Hata Othman Masoud si ndo msaidizi namba 1 wa rais? Kuna msaidizi namba 1 wa rais kuliko Othman Masoud? Si ndo makamu wa kwanza? Na amechukua fomu, au sio? Dr. Mwinyi sikapitishwa na CCM, au sio? Sasa Seuze aloteuliwa kuwa mkurugenzi, Seuze aloteuliwa kuwa RC, Seuze aloteuliwa kuwa DC. Msitishwe, msitiwe hofu. Ajira ni haki yenu, sio ihsani. Tumefahamiana vizuri? Ikiwa wewe leo ni mkurugenzi, ikiwa wewe ni mtu wa kada yoyote ile, kwa sababu kwa mujibu wa katiba na wewe ni raia wa nchi hii, unayo haki ya kushiriki kwenye ujenzi wa nchi yako kutokana na kipaji na elimu uliyokuwa nayo. Tunafahamiana vizuri eh? Sasa wito wetu kwa mamlaka zinazohusika, viongozi wetu, na hili nitakuwa niseme mwanzo, tunawashukuru sana viongozi wetu wa chama. Mheshimiwa makamo wetu mwenyekiti wa chama Zanzibar, kakangu Ismail Jusalado, wakati huko Pemba alimwagiza naibu katibu mkuu kwamba awaandikie ZEC, na tumeyachukua maelekezo ya kiongozi na tumeyafanyia kazi kwa upana wake, kwamba tumeona kwenye hili sio ZEC tu wanaohusika. Kwanza kwa ZEC na NEC tumewaandikia, na najua naibu atakuwa ameshawapelekea barua au iko njiani, kuwataka NEC na ZEC kutoa kauli na onyo kali juu ya zoezi ambalo ndugu Kitwana amekusudia kuliendesha. Wanao wajibu wa kuwahakikishia wapiga kura kuwa vitambulisho ni mali yao na kwamba mkuu wa mkoa sio sehemu ya wahusika wa uchaguzi wenye privilege ya kuaccess vitambulisho vya wapiga kura. Wajibu huu NEC na ZEC, sababu wao ndo wanalinda uchaguzi, au sio? Integrity ya electoral process, si ndio? Hasitokee mtu akadistract katikati. Ile integrity ya electoral process yote wanao wajibu wa kuilinda. Kwa hiyo tunawaomba watoe kuwahakikishia wapiga kura kwamba they are safe, they don't need to submit it to anyone, they don't, and wamtaje kwamba mkuu wa mkoa sio sehemu ya hierarchy au ya rejimu yao ya wahusika. Kwa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi
inaitwa tume, sio kamisheni, kitu kama hivyo, ichukue hatua za haraka sana dhidi ya ndugu Kitwana, kwa kuwa taarifa binafsi tena nyeti za watumishi wa umma katika mkoa wa Mjini Magharibi zipo hatarini kukusanywa na kuchakatwa na mtu asiyehusika, tena mwenye utaalamu wa kuchakata taarifa KIT. Ni mwalimu wa chuo kikuu yule ametuambia, au sivyo? Tunatoa wito kwamba taarifa za watu ziko hatarini kuchakatwa. Hatujui, hajaika wazi atafanya nini. Asema atachukua yeye, atarekodi nini? Ukishafika mbele ya mamlaka akakuita umeingia ofisini kwake hujui, au sivyo? Akikwambia njoo kesho niachie. Jamani, hebu tusifanye maskhara na haya mambo ya msingi. Tusitake sifa za kijinga kwenye mambo nyeti. Tumefahamiana vizuri eh? Kwa hiyo PDPC wanaitwa wale, Personal Data Protection Commission, wachukue hatua za haraka sana. Wafanyakazi wa mkoa wa Mjini wako hatarini. Viongozi wako hatarini. Maana bwana akichukua hizo, sikasema yuko serious hatani. Na pale kaanza na watu na wakazi. Sio wangapi? Tunajiuliza sio wangapi? Jamani, wako hatarini watu. Hatujui litafanywa nyuma ya pazia, litafanywa ndani, litafanywa wapi zoezi hili. Hatuziangalii taarifa hizi kiuchaguzi tu. Ni taarifa nyeti, hawezi kuwa na access nazo. Sheria imedeclare taarifa zinazochukuliwa kwa biometric ni sensitive personal data. Tunafahamiana vizuri eh? Tume ya maadili ya viongozi wa umma pamoja na katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi wachukue hatua za kinidhamu na kimaadili dhidi ya ndugu Kitwana kwa ukiukwaji wa misingi na miiko ya utumishi wa umma. Na mwisho ni kwa jeshi la polisi. Tunataka lianze uchunguzi mara moja juu ya zoezi hili la kihalifu linalokusudiwa kutendwa na ndugu Kitwana. Baada ya kusema hayo, nimalizie kwa kuwashukuru tena waandishi wa habari, na ujumbe wetu huu muafikishie watumishi, muambie wasiogope, wasitishwe, wamwambie tu bwana Kitwana tukutane. Wakenya wana msemo wao, wanasema tukutane kwa debe. Aache mihemko ya kisiasa, tukutane kwa debe. Oktoba mambo yote yatakuwa hadharani. Awaachie watu wamejiandikisha kwa nguvu zao. Kuna watu wamestruggle hapa kujiandikisha mpaka wamevipata hivyo vitambulisho. Hawakupata usaidizi wowote wa mkuu wa mkoa. Leo kama mtu akupe tu hivi kitambulisho chake. Mwaka huu wazungu wanasema November to remember. Sisi tumesema mwaka wa kuinusuru Zanzibar. Asanteni sana kwa kunisikia.